Mimi sikujua mambo mengi sana kumhusu kwa sababu ilikuwa ni ile tunaongea mimi kwangu. Kwa hivyo yeye hakuhamia, alihamia kwako, wewe hukuenda kwake. Yeye tuseme alifanya hivi. Isikuwa kwake kuna mtoto mmoja, kwake kuna mtoto anaishi na mtoto. Akahamia kwangu. Sasa yule mtoto wake kule akampea mfanyakazi. Sasa akawa ni ile tupite na mtoto, tupite mtoto, tumcheki mtoto. Wakati basi napeleka gari, tupite mtoto tumcheki mtoto pale. Mtoto yuko sawa, mfanyakazi yuko fresh, tunarudi kwa nyumba. Sasa tuliishi na vile yule mwanamke mpaka kuna time alikuja akaanza story zake. Mimi naumwa. Sijisikii kuja huko leo. Mimi naumwa. Wewe tu chukua hii pesa ndo kama utaenda kuangalia mahali utaenjoy na alikuwa anakupatia pesa ya mahali. Alikuwa anapeana anatoa do. Kama ngapi? Yaani yeye akija akipumzika pale tuseme kama anataka kutoka hizi acha chini ya 15,000. Anaacha pesa pale. Hii utachukua shilingi 3,000 ama shilingi 5,000. Hebu enda pita pana na beshe zako at least wape hasa beshe zangu wanakunywa nini? Kama ni mbea ndogo na wananulia, wanakunywa nichukua mimi ndingo. Wakati basi ilikuwa niko vizuri. Lakini alikuja akaanza kucheka, akaanza kubadilika. Anaanza kusema mimi naumwa na kichwa saa hii. Mara aje kwa nyumba kabisa nikiitisha mzigo, yakataa. Nasema mimi naumwa sasa nimetoka kazini late nimechoka, hebu niache nipumzike, mimi sielewi nini. Mzigo unanyuma. Unafanya kumuona ndakuoga hivyo anapita na kitaweli anakuja kubadilisha nguo. Wewe unampigia pasi shati yake ya kazi. Na si ulikuwa sasa uchukue lazima kama hataki unachukua lazima. Hata sasa unachukaje lazima na wewe ndo dingi. Sasa wewe ndo mwenye pesa wewe unataka kumlazimisha. Akikasirika akienda utapopesa na nani? Sasa nini umekasirika kwa sababu ni mzigo usiku lakini kwa sababu unataka ache do unapiga pa. Unapiga pa. Kesho